Pamba dhidi ya JKT Tanzania. Fred Felix Minziro Kataraya dhidi ya Ahmad Ali. Mechi ya kisasi. Ni mechi ya kisasi baada ya Pamba Jiji kufungwa katika mchezo wa kombe la shirikisho kwa maana CRDB, ambapo waliweza kupoteza waliweza kupotea kwa bao 3-1 pale Meja Jenerali Samuyo. Pamba Jiji ambayo ipo na washambuliaji kama Matteo Tegis, lakini pia wanayo safu nzuri ya kiungo ikiongozwa na Paul Peter Kasindi, lakini pia wapo vijana wenye uzoefu ikiwemo kijana kutokea Ghana, lakini pia safu ya kiungo safu ya kiungo ambayo pia ipo na vijana wa Tanzania akiwemo James Mwashinga ambaye amepata kucheza vilabu kadha wa kadha ikiwemo Namungo Football Club. Lakini mchezo huu hapa utakuwa mgumu kutokana na namna ambavyo timu hizi zinaendea mchezo huu hapa, yani namaanisha ile game approach, game plan. Wote hawa ni miongoni mwa walimu ambao ni wagumu katika masuala mazima ya kucheza mpira. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinathibitisha hili ni uwepo wa viungo wagumu katika safu ya kiungo kwa timu zote mbili. Kwa upande wa JKT Tanzania wanaye Ndemla, lakini pia wanaye Hassan Nasoro Maulid kutokea kule Zanzibar ambaye amepata kucheza vilabu kadha wa kadha ikiwemo Mbeya City, Police Tanzania na vilabu vingine. Kwa hivyo unaona kabisa ni mchezo ambao unaenda kutawaliwa na ufundi wa hali ya juu. Lakini upinzani mkubwa ambao tunaenda kuona ni eneo la ulinzi. Eneo la ulinzi kwa upande wa Pamba Jiji wanaenda kukutana na pressure kubwa ambayo ipo kwa Shiza Ramazan Kichuya, Hassan Dilunga, lakini pia Muhammad Bakari ukimwita Beka, lakini pia yupo kijana Gamba Matiko, lakini pia yupo Edward Songo. Ni miongoni mwa vijana ambao wana kasi, wana matumizi mazuri ya maarifa, lakini ile shooting ability ni ya hali ya juu. Wana uwezo mzuri wa kushuti inside the penalty area, lakini pia nje ya 18. Ni miongoni mwa vitu ambavyo JKT Tanzania wameendelea kujivunia navyo kutokana na namna ambavyo wana perform.